kwanza wakati Muharram sio mwezi mtume alohama? Wakasema tunaweka Muharram kwa mwezi wa kwanza kwa sababu ni mwezi ambao watu wanakuwa wametoka kutekeleza ibada ya hija. Sasa hivi umeona mwezi wa Dhulhijja umemalizika, watu wamerudi kutoka hija. Kwa hiyo tukiweka Muharram maana yake ni kama vile watu wanaanza maisha mapya, kwa sababu wametoka kutekeleza ibada ya hija. Ndio maana Muharram ukawa ndio mwezi wa kwanza, wakaufanya Muharram kuwa ndio mwezi wa kwanza. Lakini kiuhalisia ilibidi mwezi wa kwanza uwe ni Safar, kwa sababu ndio mwezi ambao mtume alihama kutoka pale Makka kuelekea Madina. Na kama ingelikuwa wanataka rai nyingine ya pili, ilibidi uwe ni Rabiul Awwal, kwa sababu mtume alitoka mwezi 11, mwezi 12 kutoka Makka, akafika Madina mwezi 13 Rabiul Awwal. Manake mwezi mzima alitumia njiani, anakimbia kutoka Makka kuelekea Madina. Ima mwezi wa kwanza ungekuwa ni Safar au mwezi wa kwanza ungekuwa ni Rabiul Awwal, kwa sababu Safar ndo katoka Makka, mwezi mzima akatumia njiani mpaka anaingia Madina ilikuwa ni Rabiul Awwal. Ima ingekuwa ni mwezi wa kwanza ni Rabiul Awwal kwa sababu ndo kaingia Madina, au Safar kwa sababu ndo kaanza safari kutoka Makka kuelekea Madina. Kwa hiyo masahaba wakakubaliana kwamba mwezi wa kwanza uwe ni Muharram. Ndio maana unaona mwezi ukiandama kama hivi, kuanzia kesho Muharram moja, tarehe moja ndio inakuwa mwezi wa kwanza katika tarehe moja, mwezi wa kwanza katika Uislamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mahujaji wametoka kutekeleza ibada na masahaba wakakubaliana kwamba uwe ndio mwezi wa kwanza katika Uislamu. Kwa hiyo hivi ndivyo kalenda ya Kiislamu ilivyopatikana. Kwa hiyo kuanzia hapo sasa, kuanzia hapo ndio Waislamu wakaanza kuhesabu kalenda yao mpaka leo unaona ni mwaka 1447. Na tukio ambalo lilosababisha mpaka kupatikana kalenda ya Kiislamu ni hijra ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alivyohama kutoka Makka kuelekea Madina, ndio sababu ikaitwa ni Hijria. Ni kalenda ya Mtume kuhama kutoka Makka kuhamia Madina, na ndio tukio ambalo Waislamu walipata ushindi. Kwa hiyo watu wanapoadhimisha mwaka mpya wa Kiislamu wanakumbuka hijra ya Mtume. Sasa hijra ya Mtume inatufundisha nini? Kwanza inatufundisha juu ya mtu kufanya mabadiliko katika maisha yake ya kila siku. Hijra ya Mtume inatufundisha hivyo, kwamba kuna baadhi ya wakati mtu anaweza akakaa mahala watu wakawa hawamkubali, lakini pengine mtu akahama kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, akapata ushindi, akapata nusra, akapata kufanikiwa katika maisha. Yaani kama umezaliwa Kinondoni, umekulia Kinondoni, unajua hata ukitaka kwenda kuoa kwa Sheikh Mohamed Moshi watu wanataka kukataa. Kwa sababu ukitaka kwenda kumposa Fatima, anasema mimi siwezi, tumezaliwa wote mtaa mmoja, anakuona kama kaka yake. Kwa hiyo wakati mwingine kumbe ukihama inakuwa ni nusra, wakati mwingine ukienda sehemu nyingine wanakuona mpya, hawakujui. Lakini kama umezaliwa hapo, umekulia hapo, kwa mfano Kahtani huyu akija kuposa hapa, wewe mimi sina kujua mtaa nyuma tu hapo. Kwa hiyo anakuwa anamjua vizuri kwamba wamecheza wote, wamekuwa wote. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kuhama wakati mwingine kunampelekea mtu kupata nusra, kupata ushindi. Na Mtume alihama. Lakini Mtume hakuhama kwa kupenda. Mtume hakuhama Makka kwa kupenda. Alihama kwa sababu watu walikuwa wanataka kumuua pale Makka. Kwa sababu Mtume siku anaondoka pale Makka, Mtume aliondoka roho yake inamuuma. Lakini Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema la uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Anaapia Mwenyezi Mungu, anasema Mtume wewe, na kuapia Mtume kwa mji huu, wewe ndio mkazi halisi wa mji huu, kwamba nenda lakini utarudi hapa. Mtume anaondoka pale kuelekea Madina, lakini hali ya kuwa hajafurahia kuondoka pale Makka. Lakini kwake ilikuwa ndio sababu ya kwenda kupata izza, kupata nguvu na kupata ushindi na kupata mafanikio katika mji wa Madina. Na aliondoka Mtume usiku. Watu wamemuundia genge Mtume, kisa ni kirefu, lakini watu walimuundia genge Mtume kwamba wamuue. Na Mtume alipogundua jambo lile, alipoletewa wahi na Jibril kwamba watu wamekuundia genge la kukuua, ndani pale akamwacha Ali, na hali ya kuwa wamekuja kuzingira nyumba ya Mtume kwamba Mtume asitoke mpaka waje wamuue.